Jina naitwa Musa Abdillahi Musa, ni mtoto wa marehemu Abdillahi Musa almaarufu Banjo. Tulipotelewa na baba yetu tarehe 12 mida ya saa 2, lakini siku ya tarehe 13 ndio tulipokuja kupata taarifa kwamba hajarudi nyumbani. Tukaenda pale kwenye jengo ambalo anafanyia mazoezi na ndipo alipokwenda mara ya mwisho. Tukaenda anapofanya mazoezi ambapo ndo alipoenda mara ya mwisho, tukakuta gari lake na tukaanza process nyingine za kutoa taarifa polisi na wenyewe wakaanza uchunguzi. Tulitoa taarifa polisi kituo cha kati, tukapatiwa mpelelezi ambaye anaitwa Wambura pamoja na Yohana, ambao wakiwa chini ya uangalizi wa OCCID Fande Maita. Na baada hapo waliendelea na uchunguzi. Baadaye tulitoa taarifa kwenye ofisi ya RCO mwenyewe, tuliongea naye akaahidi wanaendelea na taratibu za upelelezi. Baadaye siku ya tarehe 18 jioni tulipata taarifa baada ya kuposti na kuongea kwenye mitandao ya kijamii. Tulipata taarifa kwamba kuna mwili uliokotwa siku ya Jumapili ya tarehe 15 Bereko Kondoa. Jioni hiyo tulianza safari ya kuelekea Bereko, na tulipofika Bereko tulipokelewa na tulitoa taarifa kwenye kituo cha polisi na tulipokelewa vizuri. Tukaambiwa mwili upo, lakini kwa kuwa tumefika usiku tusubiri mpaka asubuhi. Asubuhi tulipata taratibu zote na wenyewe wakatupa ushirikiano kwenda kutuonyesha mwili ulikuwa umehifadhiwa mochwari, na hapo ndipo tulipomtambua baba kwani yeye amefariki na amekutwa Bereko. Kwa maelezo ya polisi wa Bereko, walitupa briefing kidogo kuhusu mahali mwili ulipokotwa, na pia tulifika eneo la tukio. Kwa ni msituni sana. Tulifika pale tukaangalia, lakini hakuna chochote tulichokipata. Baadaye tukaanza taratibu za kupewa mwili na kurudisha Arusha, na hatimaye leo tumefanikiwa kumpumzisha mzee wetu kwenye nyumba yake ya milele. Ana jeraha kwenye kichwa, ana jeraha, amevunjika mkono wa kushoto, na pia macho yake pia hayakuwa sawa. Ndio mpaka sasa hatujapokea. Ilikuwa ni kawaida ya mpelelezi kutupigia simu na kutupa taratibu zinazoendelea, lakini hawajatupigia simu wala kutupa taarifa yoyote, na sidhani kama hawajasikia kwamba tumepata mwili. Hawajapiga simu wala kutupa chochote kile. Sidhani kama ni sawa, labda ni taratibu zao za ofisi kwamba hawatoi taarifa baada ya kusikia chochote. Sidhani kama hawajasikia, na nadhani labda ni taratibu zao za polisi kwamba baada ya kusikia taarifa hizo hawana lolote la kutuambia au lolote la kutusaidia. Baba yangu alichukuliwa jengo la Ngorongoro Arusha. Mwili wake tulikuta umetupwa katikati ya pori Kondoa. Sidhani kama ni alijipeleka mwenyewe kwenda kujitupa kwenye pori lile. Ni dhahiri ameuawa kikatili sana. Nadhani polisi watakuwa waendelee na uchunguzi, watupe ushirikiano kujua ni nini kinachoendelea. Sijui, labda ndo taratibu za kazi. Kila mtu ana kazi yake, kila mtu ana ujuzi wa kazi yake. Sijui kama takuwa ndo taratibu zao labda. Baba yangu hajawahi kujihusisha na siasa wala chama chochote. Hajawahi kuwa mfuasi wa chama chochote cha siasa. Namkumbuka baba yangu kwa mengi sana. Bali na kuwa mzazi, alikuwa ni rafiki, mtu wa watu, mtu mwenye kujali familia na tegemezi na nguzo kuu ya hii familia. Na sasa imevunjika na sijui chochote kitakachoendelea, kwa kuwa alikuwa ni tegemezi na nguzo kuu ya hii familia. Baba ameacha watoto 3, wa kiume 2, wa kike 1. Kwa majina naitwa Jamila Ahmed, ni mke wa Banjo. Kwa kweli tumepokea hizi taarifa kwa uchungu sana,
na maumivu makubwa mpaka sasa. Kama familia tumepokea kwa uchungu kweli sana sana kwa kupata mwili wa mpendwa wetu, na kwa kifo kukipokea kwa ujumla, kifo na mwili kuupata kwa hali kama tulivyoupata. Kwa kweli sisi tulikuwa tunaomba serikali, kilio chetu tunakifikisha tu kwa serikali watusaidie, kwa sababu sisi tunaotegemea ni serikali. Tunaomba uongozi utusaidie. Sisi ndugu yetu amedhulumiwa vikubwa sana, kwa sababu hata kama angekuwa anakosa wangemchukua wakampeleka kwenye vyombo vya sheria wakampa adhabu ambayo inamstahili. Kweli leo sisi tumekuja kumkuta mtu wetu kweli kwa hali kama hii, na hatusemi kwamba ni kina nani, kwa sababu sisi tunasema kama ni yoyote, yani hata kama akamkosea mtu, kwa kweli wangekuwa na hofu ya Mungu, wasingefanya kama walivyoweza kufanya. Hawana hofu ya Mungu wala hawajui kama kuna Mungu, lakini kwa sababu sisi ni wanyonge, sisi kilio chetu tutakipeleka kwa Mungu na serikali, na roho ya marehemu tuko haitalala. Hajawahi, mimi nimeishi na Banjo miaka, hajawahi wala kwanza mambo ya ushabiki wa chama haelewi wala hajui chochote. Hajawahi wala hata hangaiki, hata ikiwa kupigia kura wala ni hangaiki, sio kabisa. Kwa kweli sisi yenyewe tuna hofu kwa sababu kama hii picha iliyotuonesha kweli, sisi hakuna mtu aliyekuwa salama, hakuna mtu mwenye usalama. Kwa hali hii inatisha, kwa hali hii inasikitisha. Kwa kweli tuko kwenye hofu kubwa kabisa na uchungu mkubwa sana. Kama familia tulifuatilia polisi, na kwa kweli tulivyoenda polisi walituonesha kamera 2 tu, macho mawili tu, ambacho naamini kwamba sidhani kama ile kamera pale zinaweza zikatu zina macho mawili, kwa sababu kule nje jengo lile lina kamera nyingi. Haikuonyeshwa muendeleo, yani ilionyeshwa kamera 2 tu. Kwa kweli walionyesha kamera, alionyeshwa akipanda na kuonyeshwa akishuka tu, wala sio nje wala wapi. Ina maana lile jengo halina kamera za nje wala halina kamera za sehemu za parking za gari zilizokaa. Si kweli kamera ziko kila mahali? Why tusipate? Kwa nini wasingeturidhisha tu sisi? Hicho tu. Tutaomba dua. Sisi ni Waislamu na dini tunaijua, na sisi hatuna tunachoweza kufanya zaidi ya kumshtakia Mungu na kuiomba serikali. Kwa hiyo tunategemea tu majibu ya Mungu na serikali, huruma ya serikali. Hapo sasa cha kujiuliza, Banjo ni mtu mzuri sana. Banjo ni mtu wa watu. Banjo ni rafiki wa watu. Hata ndugu mwandishi unaweza ukatoka tu ukauliza baadhi ya watu. Banjo ni mtu ambaye sijui hata nisemeje. Banjo ni mtu wa watu. Banjo ni mtu wa watu, wa watoto, wa watu wazima, wa kila rika. Amekufa kifo cha maumivu sana. Banjo ameumia. Banjo hata sisi familia hatujaweza kumwangalia Banjo kwa jinsi alipoumia jamani. Amesema ana majeraha mengi sana, amevunjwa mikono, ameumia macho, amemwagiwa nadhani tindikali. Yani ameumia kweli kabisa, katika hali inayopendeza. Familia, hata ndugu yako akifa unapenda umwage, hata ubaki na kumbukumbu yake ya siku ya mwisho. Leo hata sisi tumeshindwa kumwaga mpendwa wetu. Kweli imetuma sana, imetuma. Tunaomba tu wafanye kazi yao, waweze, kwa sababu tangu tulivyoenda siku ya kwanza walisema wanachunguza. Siku ya kwanza ya tukio, tangu tulivyoenda walisema wanachunguza. Mpaka leo bado tunasubiri uchunguzi, na mpaka tumeshampata mpendwa wetu. Sasa tena sijui, hatuwezi kusema, tunawachia wao. Kweli umtoe mtu hapa, uende ukamtupe mtu Kondoa kweli? Tena wamemtupa msituni, ni kwamba walikuwa hawataki hata aonekane, na ni korongoni kweli. Ndio maana hata sisi inatupa mashaka, kwa sababu sidhani kama Tanzania inaufriwa hivyo wa kwamba mtu unaenda hauangaliwi. Na hata hapo mbele kwa Babati kuna maberia tu makubwa makali, na hata kama ni vipi lazima katika hali ambayo haiko kwenye usawa wa ugari kama hata kama walipita naye mchana kuna traffic, ina maana hata hawakuchungulia. Kama ni usiku kuna beria, ina maana pia hiyo beria ikuona. Kwa kweli sisi kwa kweli hatuko sawa, tuna mashaka sana kweli. Kwa kweli, kwa majina naitwa Adija Musa, ni dada wa marehemu Abdillahi Musa.
Kwa kweli kifo cha mdogo wetu kimetuumiza mno sana, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu tumempata na tukaweza kumzika. Kwa kweli tumeumia sana familia yetu sana, kwani ameacha watoto wake, ameacha dada zake. Kifo hicho kimetuumiza. Tunaomba hii Tanzania hii jamani ipiganie vivyo vita vya kuuliwa kwa watu. Tunasikitika, nimeumia midada yake sana. Sijui kama itanitoka rohoni kwa kweli. Tunaomba msaada jamaa, na hizi matatizo kama haya yapungue Tanzania yetu hii. Mdogo wetu hakuwa mwanasiasa, alikuwa ni mfanyabiashara wa madini. Tena ni mtu mwenye huruma na mwenye sidhani ashiriki siasa kabisa. Kuna chochote cha kuongeza? Tunamshukuru, tumemwachia Mungu.